Katika kuhakikisha wanatimiza majukumu na azma waliopewa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar juu ya usimamizi wa majengo ya maendeleo, Wakala wa Majengo Zanzibar ZBA wamefanya ziara ya ukaguzi wa nyumba ya sanaa iliyopo Mwanakwerekwe kwa lengo la kujua hatua iliyofikiwa. Akizungumza mara baada ya ziara hiyo, mhandisi kutoka Wakala wa Majengo Zanzibar ZBA, Salim Vita Juma, amesema kuwa lengo la ziara hiyo ni kukagua maendeleo ya ujenzi huo pamoja na kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuleta maendeleo katika nchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo, pamoja na kutoa wito kwa serikali na taasisi binafsi kuitumia ZBA ili waweze kupata maendeleo. Nipo hapa katika jengo la sanaa Art Gallery. Sisi ni wasimamizi wa mradi huu, na mradi huu unamilikiwa na Wizara ya Utalii. Kama tulivyoeleza, sisi Wakala wa Majengo ndio washauri elekezi wa mradi huu, na mkandarasi wa ujenzi huu ni Scenic Construction. Leo tumefanya ziara, na lengo la ziara hii ni kuja kuangalia yale mapungufu ambayo yapo katika ujenzi huu. Ujenzi huu umekwenda vizuri na mkandarasi amejitahidi vizuri. Kwa hivyo tumeamua leo kuja kufanya ziara ya kufanya ukaguzi wa kuangalia zile kasoro ambazo ndogo zilizojitokeza katika ujenzi huu, na kuweza kumpa taarifa mkandarasi ili aweze kufanya marekebisho. Na katika kipindi cha wiki mbili tutarudi tena ili kuja kuangalia zile kasoro ambazo tumempa mkandarasi kwa ajili ya kufanya marekebisho. Amezirekebisha na ameweza kufikia kwa kiwango cha 100% ili tupate kufanya taratibu za kukabidhi hili jengo zikamilike. Pia nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa jitihada zake kubwa za kuleta maendeleo katika miundombinu mbalimbali, majengo ya serikali, kwenye barabara, madaraja, miundombinu ya umeme. Kwa kweli tunamwombea dua azidi kuwa na afya njema ili azidi kutuletea maendeleo katika taifa letu, na kila mmoja ni shahidi kwa yale ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika katika awamu yake hii. Kwa hivyo nashukuru pamoja na wale watendaji wake wote kwa usimamizi mzuri na msaada mzuri ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais. Ushauri wangu ni kwamba waendelee kuitumia ZBA na waiamini ZBA ni chombo cha serikali ambacho tupo kwa ajili ya kusimamia maslahi ya serikali, lakini kuhakikisha kwamba yale malengo na ilani ambazo zipo katika chama, kuhakikisha kwamba zitasimamia vizuri na kumsaidia Mheshimiwa Rais pale panapohitajika na kuhakikisha kwamba anafikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini jingine, ningetoa ushauri kwa wananchi kwamba haya yote yanayofanyika ya maendeleo makubwa ambayo tunayaona kwa macho yetu, basi sisi tuwe ni walinzi na watunzaji wa miundombinu hii ambayo tunajengewa sisi. Isiwe sisi ndio waharibifu wa hiyo miundombinu. Kwa kweli hili tutakuwa hatumtendea haki Mheshimiwa Rais pamoja na watendaji wake, lakini na nchi kwa jumla. Naye Kaimu Kamishna kutoka Idara ya Utamaduni Mikidadi Mwadini Ali amesema kuwa wameridhishwa na ujenzi wa mradi huo kwa hatua iliyofikiwa, kwani utakapomalizika utaleta manufaa kwa vijana na taifa kwa ujumla, sambamba na kuahidi kuutumia kwa lengo lililokusudiwa. Leo tupo katika matembezi ya mradi huu mkubwa wa nyumba ya sanaa ambao uko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Mradi huu ni mradi kati ya miradi mikakati ambayo imepangwa na Mheshimiwa Rais. Ni chachu ya maendeleo katika upande wetu usio wa sanaa na utamaduni. Mradi huu utatusaidia sana sisi katika malengo yetu ambayo tumejiwekea. La kwanza ni kuwasaidia vijana ambao wamemaliza skuli, ambao wameshindwa kujiendeleza, wameshindwa kuendelea katika masomo yao. Hawa ni vijana wetu ambao kwa kweli tutakuja kuwapatia nafasi hapa katika yale maeneo ambayo tunatoa hapa. Tunatoa kozi nyingi sana hapa, na tunategemea kwa sasa tutaendelea kutoa hizo kozi, lakini kimsingi
Mradi tumeridhika na wakandarasi na wajenzi wa mradi huu, umefikia hatua nzuri, na kwa kweli sote tunajionea hapa, na tunategemea sisi kama idara ya utamaduni ambao mradi uko chini ya idara kupitia wizara, basi tunaahidi kwamba tutatekeleza kile ambacho kimeahidiwa kutokana na mradi huu wa nyumba ya sanaa. Target yetu kubwa sana ni kuwaweka karibu wa vijana wale wote ambao wamemaliza masomo yao ya awali, kwa mfano form 2, waje hapa kujiendeleza katika zile fani za uchoraji, za uchongaji, za kupaka ya hina, batiki na tie and dye, lakini vile printing. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana kuja na kuja kujiendeleza, na ndio maana tumekuwa tupo karibu kwa kufuatilia huu mradi wetu umalizike kwa haraka, ili hao vijana tayari tunao, lakini tunategemea kuwachukua wengi zaidi. Lengo lake ni kuweka karibu wajasiriamali, lakini vile wasanii kupitia nyanja zao mbalimbali. Kwa hiyo mradi huu utaenda kuwa mwarobaini kwa kuwasaidia vijana hawa ambao tumewalenga kuja kujifunza, lakini kuja kupata elimu kupitia mradi huu. Kwa upande wake, mkandarasi katika ujenzi huo, ndugu Nawaf Masud Zahor, amesema kuwa amefurahishwa na ukaguzi huo na kuahidi kurekebisha maelekezo yote yaliyotolewa ili kukamilisha kwa wakati uliokusudiwa. Leo tumepokea ukaguzi ambao umejumuisha wakala wa majengo pamoja na client wa mradi huu pamoja na sisi contractor au mkandarasi. Kwa bahati nzuri mradi mpaka sasa hivi tumefikia 96% kukamilika, na ukaguzi uliofanyika leo tumepokea baadhi ya marekebisho madogo na tunachukua, na tunaahidi baada ya muda tutakaopokea kutoka kwa mshauri elekezi kuyamaliza yote hizo changamoto ambazo zimejitokeza. Imetayarishwa na kitengo cha habari mawasiliano kutoka wakala majengo ZBA.